Ndugu zangu wapendwa, leo tarehe 11 mwezi wa pili, kwa jimbo letu la Kayanga tunafanya sherehe ya Bikira Maria wa Lourdes. Ndio maana imesomwa Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tunapoadhimisha siku hii ya Bikira Maria wa Lourdes, tunakumbushwa kuitukuza na kuiheshimu moja ya nguzo za imani yetu, yaani kukingiwa dhambi kwa mama Bikira Maria. Maria alipotokea huko Lourdes, Ufaransa, kwenye pango na akafanya mazungumzo na msichana mmoja kwa jina la Bernadeta mwaka 1858, alidhihirisha kilichokuwa kimetangazwa na kanisa miaka 4 kabla, kwamba Maria Bikira ni mkingiwa dhambi ya asili. Kwa maana hiyo, Kristo amekaa kwenye tumbo safi la mama Maria kwa miezi 9. Hivyo nasi tunapompokea Kristo tunatakiwa tuwe na mioyo safi. Tusiwe na mioyo michafu, kwa sababu tukiwa waovu, Bwana wetu Yesu Kristo hawezi kukaa katika mioyo iliyo miovu. Na kama yeye alivyosema katika Injili ya Mathayo, Injili ya Marko sura ya 7 mstari wa 14 mpaka 23, Kristo mwenyewe anatuambia uovu unatoka ndani ya mtu. Mdomo husema yaliyojaa moyoni. Moyo ukijaa unafurika. Kutiwa unajisi hakutoki nje, bali ni ndani. Na Bwana wetu Yesu Kristo hawezi kukaa katika moyo ambao ni najisi. Uzushi unaoenezwa kwa umbea unatoka ndani. Ni namna ya mauaji, ni kuwa tabia ya mtu au sifa nzuri ya mtu, na hiyo ni dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo aliuawa kwa sababu ya uzushi na umbea. Matokeo ya uzushi ni makubwa. Kuna majivuno, mojawapo ya vilema 7, nayo yatoka ndani, yanazuia ukuaji wa kiroho. Sasa ndugu yangu, ujiulize leo hii, wewe moyoni mwako unatunza nini? Chunguza moyo wako na uondoe maovu unayoyahifadhi mioyoni. Kwa kuungama ndipo tamtayarishia Yesu moyo safi, na unapompokea anaweza kukaa ndani mwako. Pia sikukuu hii inazingatia maadhimisho ya siku ya wagonjwa duniani. Sikukuu hii tukumbushe kuwaombea wagonjwa na kuwashukuru wafanyakazi ambao kama hospitalini, vituo vya afya, kwenye zahanati. Tuwakumbuke kwa kuwaombea, kwa sababu hawa wanahudumia wagonjwa. Na Bikira Maria alipomtokea Bernadeta kuanzia Februari tarehe 11 mwaka 1858, alimpatia ujumbe na maagizo haya, kwamba waombeeni wagonjwa. Mimi ni Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Na aliwaalika wakosefu wote kufanya toba. Ndugu zangu, tumuombe mama atuangalie kwa macho yake yenye huruma, hasa nyakati za mateso, na tuombee tuone kila mara uso wenye huruma wa mwanaye Yesu Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo.